Sasa tunapoendelea na uchambuzi wetu wa matukio ya Injili kwa mpangilio wa wakati, leo tutafika kwenye moja ya vifungu vinavyoeleweka vibaya zaidi katika huduma ya Yesu. Mathayo na Marko wanatuambia kwamba Yesu na wanafunzi wake walivuka kwa mashua na kutua kwenye uwanda wa Genesareti, kusini kidogo mwa Kapernaumu. Umati wa watu utakuja mbio na watawaleta wagonjwa pamoja nao, na Yesu atawaponya. Kisha Injili ya Yohana inaingiza mazungumzo haya yanayotokea Yesu anapowakemea watu hawa hapa. Leo niko katika Yohana sura ya 6 na mstari wa 26. Yesu anawaambia umati huu, amin, amin nawaambia, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Kwa maneno mengine, hamnifuati kwa sababu mimi ni Masiha au kwa sababu ya mimi ni nani. Mnanifuata kwa sababu ya kile ninachoweza kuwafanyia. Nini mnataka tu? Chakula kingine, muujiza mwingine? Unajua, nimekutana na watu wengi kwa miaka mingi ambao walionekana kama wanataka kuwa Wakristo, wanataka kumfuata Bwana, lakini kwa kweli walitaka tu kumfuata kwa sababu ya kile walidhani angewafanyia. Labda angewafanya maisha yao yawe rahisi, awape cheo kazini, awafanye wajisikie vizuri. Unajua, labda atengeneze breki za gari lao. Halafu siku moja wakagundua kwamba Yesu hatofanya hata moja ya hayo, wakaamua kuondoka. Basi hicho ndicho hasa Yesu anawaambia watu hawa hapa. Aliwalisha chakula cha jioni kwa muujiza kutoka kwa mikate ile ya shayiri na samaki. Na sasa wanataka tu chakula kingine cha muujiza tena, na wanakitaka sasa hivi. Sasa Yesu anawaambia maneno makali hapa kwenye mstari 27, msifanye kazi kwa ajili ya chakula kipotacho, bali kwa ajili ya chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa. Kwa maana juu yake Mungu Baba ameweka muhuri wake. Kwa maneno mengine, msikimbilie chakula cha maisha ya mwili, bali chakula cha uzima wa milele. Na Yesu anasema, ninaweza kuwapa hicho kwa sababu ya mimi ni nani. Mimi ndiye ambaye Baba ameweka muhuri wake wa idhini juu yangu. Sasa lazima niwaambie, jibu lao linanishangaza sana. Baada ya kushuhudia na kunufaika na muujiza wa chakula siku iliyotangulia, watu wanatoa jibu hili hapa kwenye mstari wa 30. Basi ni ishara gani unayofanya ili tuone na kukuamini? Unatenda kazi gani? Baba zetu walikula mana jangwani. Kama ilivyoandikwa, aliwapa mkate kutoka mbinguni ili wale. Kwa maneno mengine, tunataka ufanye kitu kikubwa zaidi. Na naamini wanachotaka Yesu afanye hapa ni kuwapa mana halisi kutoka mbinguni, mkate wa kila siku moja kwa moja kutoka mbinguni. Wanasema, fanya kitu kikubwa zaidi kuliko ulichofanya jana. Kwa kweli, tunataka ufanye kitu kikubwa zaidi hata kuliko kile Musa alifanya. Tupa mkate moja kwa moja kutoka mbinguni kwa amri yako sasa hivi. Basi Yesu anawaelekeza kwenye ukweli kwamba yeye mwenyewe ndiye utimilifu wa ile mana kutoka mbinguni. Anawaambia hapa kwenye mstari wa 35, mimi ndiye mkate wa uzima. Yeyote anayekuja kwangu hataona njaa, na yeyote anayeamini kwangu hataona kiu kamwe. Wote ambao Baba amenipa watakuja kwangu, na yeyote anayekuja kwangu sitamtupa kamwe. Yesu anajitambulisha mwenyewe kama mkate uliotumwa na Baba kutoka mbinguni. Na kwa njia, hakuja tu kuzaliwa Bethlehemu, ambayo maana yake ni nyumba ya mkate, bali yeye ni mkate wa milele. Yeye ndiye mkate wa uzima anayeweza kumshibisha mtu kiroho milele. Kwa kweli, Yesu anaendelea kusema hapa kwenye mstari wa 40, kwa maana hii ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kwamba kila mtu amwangaliaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Lakini pamoja na hayo, Yohana anaandika katika mstari wa 41, Wayahudi wakanung'unika juu yake, kwa sababu alisema, mimi ndiye mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Ukweli ni kwamba hawaliamini hilo hata kidogo. Hawaamini kwamba Yesu si chochote ila mwanadamu anayeweza kufa. Kwa kweli, wamekwama kwenye historia ya familia ya Yesu.
Wanasema hapa kwenye mstari wa 42, huyu si Yesu mwana wa Yosefu, ambaye baba yake na mama yake tunawajua? Kwa maneno mengine, subiri kidogo, huyu ni seremala wa kawaida tu. Tunawajua wazazi wake, familia yake. Anawezaje kudai kwamba ametoka mbinguni? Pia wamechanganyikiwa na mfano wa Yesu. Katika mstari wa 51 Yesu anasema, mimi ndimi mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele. Katika mstari wa 52 Wayahudi wanasema kwa mshangao, mtu huyu anawezaje kutupa mwili wake tule? Sasa hebu niwaambie wapendwa, huu mkanganyiko bado upo hadi leo. Kanisa Katoliki la Roma linafundisha hadi leo kwamba lazima ule mwili wa Yesu ili uokoke. Wanaamini kwamba mikononi mwa kuhani, divai na mkate vinageuka kuwa mwili na damu ya Yesu, na lazima uwe na kuhani ya kufanyia hivyo. Na kwa kweli hicho ndicho ninachokiita uhakika wa ajira kwa ukuhani wa Kanisa Katoliki la Roma. Lakini hebu niwahakikishie kwamba huhitaji kuhani ili umpate Yesu leo. Ona, Yesu anazungumza kwa mafumbo kama anavyofanya mara nyingi. Baadaye atasema kwamba yeye ni mlango, kwamba huwezi kuingia bila kupitia kwake. Sasa Yesu si wa mbao, hana bawaba, hana kitasa. Yesu hasemi hapa kuhusu meza ya Bwana katika Yohana sura ya 6. Anazungumzia wokovu, na unahitaji kuokolewa mara moja tu, na hiyo inadumu milele. Anasema yeye ni mkate wa uzima, kwamba lazima umle. Anachomaanisha ni kwamba lazima aingie katika maisha yako. Lazima awe sehemu ya maisha yako, kama vile kipande cha mkate kinavyoingia na kuchanganyika na mwili wako. Unalifanya hilo mara moja na linadumu milele. Kwa kweli hapa kwenye mistari ya 50 na 51, nyakati za vitenzi vya Kigiriki vinavyotumika kwa kula vinaonyesha tendo lililotokea zamani. Hicho ndicho ulichofanya ulipompokea Yesu Kristo kama Mwokozi wako binafsi. Ilikuwa tukio la mara moja mahali fulani zamani, na hautahitaji tena kumwomba aingie katika maisha yako tena. Tazama, Biblia inasema kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Haijasema kila mtu atakayeliitia jina la Bwana na kuhudhuria misa kila Jumamosi ataokolewa kwa angalau wiki moja. Hapana, si hivyo. Wokovu ni tukio la mara moja tu. Unazaliwa kimwili mara moja na unazaliwa mara ya pili, yaani kiroho. Roho yako inazaliwa katika uzima mara moja tu. Sasa katika sehemu ya mwisho ya Yohana sura ya 6 tunapata hapa majibu matatu kwa yale Yesu aliyosema. Kwanza, hapa kwenye mstari wa 64 kuna jibu la kutokuamini. Yesu anasema kuna baadhi yenu ambao hawaamini. Yohana anaeleza, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini na ni nani ambaye angemkini. Kwa hiyo kuna kutokuamini. Jibu la pili ni kuachana naye. Mstari wa 66 unasema, baada ya haya wengi wa wanafunzi wake walirudi nyuma na hawakutembea naye tena. Hiyo inamaanisha walikuwa wamesikia vya kutosha. Hawakuwa tayari kumruhusu Yesu aingie, yaani achukue usukani wa maisha yao. Sasa kuna jibu la tatu, na hapa ni kwamba baadhi waliamini. Mstari wa 67 unasema, Yesu akawauliza wale 12, je, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele, nasi tumeamini na tumetambua kwamba wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Napenda sana kauli hiyo. Tunaweza kwenda wapi tena? Ni nani mwingine anayeweza kutosheleza nafsi zetu? Wewe una maneno yanayoongoza kwenye uzima wa milele. Hebu niambie, kama bado hujala mkate wa uzima, yaani kama bado hujampokea Yesu, mkate wa uzima katika maisha yako, utaendelea kuwa na njaa ya maana na kusudi, msamaha na tumaini. Katika Zaburi 107 mstari wa 9 inatuambia kwamba Bwana anashibisha nafsi inayotamani na nafsi yenye njaa huijaza mema. Hebu niambie, kama leo una njaa ya kitu fulani, una njaa ya Bwana, unahisi kama kuna kitu kinakukosea, basi naweza kukuahidi unachokosa ni ukweli wa Kristo, chakula cha Kristo.
Habari njema ni kwamba chakula hicho ni bure. Mkate wa uzima ni wako ukitaka tu. Una haja ya kwenda kanisani. Uhitaji kuhani, uhitaji orodha ya matendo mema. Uhitaji mtu yeyote akupatie Yesu. Anaweza kuwa wako ukimwomba tu leo awe mwokozi wako. Na pia ningependa kusema, kama tunaweza kukusaidia kufanya sala hiyo kwa Bwana, kama tunaweza kukusaidia kumfikia, tupigie simu hapa Wisdom International leo. Basi hadi safari yetu nyingine ya hekima pamoja, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.